Wekea jezi Morocco, Imbombo ilipo weka ndani kule, comes back on Mudryk. Karigani mtazamaji wa Brain Media, karibu ndani ya Brain Sports, karibu kwenye ubongo wa kimichezo. Leo tutaenda kujadili ama kuyaangaza masuala mbalimbali ya kimichezo. Utapata uchambuzi wa kina, utapata uchambuzi yakinifu na taarifa rasmi ama taarifa zilizojaa ukweli na uhakika ndani ya kipindi chako cha Brain Sports hapa Brain Media. Langu jina ni Hafidh Naputa. Sitokuwa peke yangu, nitakuwa na mchambuzi wa masuala ya kimichezo Bwana Ridwan Rajab, ambaye yeye atatupitisha kiufundi katika yale ambayo tutakayoenda kujadili siku ya leo. Na kubwa zaidi, siku ya leo tutaenda kuangazia usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, usiku wa hatua ya robo finali ya vilabu vyenye hadhi kubwa duniani, vilabu vyenye hadhi ya nyota 5 katika mashindano tajiri kabisa ulimwenguni, ama mashindano tajiri kabisa katika upande wa vilabu pale barani Ulaya. Karibu ndugu yangu. Liverpool siku ya leo wanaenda kukutana na mchezo mgumu ndugu yangu. Sasa mwalimu Arne Slot jaribu kuangalia katika interview ambayo alifanya siku ya jana, alisema kuwa wanaenda kukutana na mchezo ambao hautokuwa umepesi kwa upande wao. Ukiangalia kwa tayari wako nyuma kwa magoli 2-0. Anahitaji mchezaji wake awe bora sana kikosini, anahitaji kikosi chake kiwe imara katika kufanikisha hii mission. Mwalimu Luis Enrique alikadhalika naye amesema hivyo, kazi bado haijaisha. Mbinu za Arne Slot na mbinu za Luis Enrique ni sehemu ambazo wewe unaona kwa zinapishana sana, hususan katika kila mmoja kumchallenge mwenzake. Cha kwanza kabisa, miongoni mwa vitu ambavyo Liverpool msimu huu wamekuwa wakistruggle ni muendelezo, yani performance bora katika kila mchezo ambao uko mbeleni kwao. Hiyo ni katika engo ambayo Liverpool wamekuwa wakistruggle. Leo wanakwenda kukutana na mpinzani ambaye yuko beta zaidi katika maeneo yote mawili, akiwa na mpira na pasipokuwa na mpira. Na Liverpool miongoni mwa changamoto zao msimu huu ukiwaangalia, kwanza changamoto ya kwanza ni bila mpira, na changamoto ya pili hata wakiwa na mpira bado wanaonekana ni timu ambayo ina struggle zaidi kumfungua mpinzani. Hata zile nafasi ambazo wanazipata pia inakuwa ni ngumu zaidi kuzitumia, bado hawajawa katika kile kiwango chao kikubwa zaidi. Kwa hiyo unaona ni engo ambayo leo wanahitajika kuwa beta zaidi, kwa sababu mpinzani ambaye wanakwenda kukutana naye yuko beta kuliko wao, na wao wanahitajika kuwa beta zaidi ili waweze kupata matokeo. Ukijaribu kumwangalia au ujaribu kutazama mchezo wa leo, kwa upande wako nani ambaye unampa shilingi ya kuweza kuendelea katika hatua ya nusu finali ama kuqualify katika hatua ya nusu finali? PSG kufuzu. Paris kufuzu. Yes. Kwa kigezo ambacho umekizungumza cha kuwa wako beta sana katika kila engo, hususan katika engo ya wakiwa na mpira na wakiwa hawana mpira. Cha kwanza ambacho kinawapa asilimia kubwa zaidi ya PSG kufuzu, kwanza ni mtaji wa magoli 2 ambao tayari wanao. Cha pili ni performance ya timu yao msimu huu. Si unaelewa? Kwanza wamekuwa na ile consistency katika hii michuano ya UEFA Champions League. Kwa hiyo Liverpool bado hawajawa na ile consistency, na leo hauna insured ya kwenda kuipata top performance kutoka kwa Liverpool. Ndio maana nimewapa zaidi nafasi PSG ya kuweza kusonga mbele katika hatua inayofuata. Ndugu yangu Ridwan Rajab anawapa nafasi Liverpool majogoo hawa. Wenyewe wanasema you'll never walk alone pale Merseyside nchini England. Leo wana kibarua dhidi ya Muhispaniola, watoto wa Muhispaniola huyo Luis Enrique, Paris Saint-Germain. Mimi kwa upande wangu, yeyote ambaye atakaye kuwa imara siku ya leo ana uwezo wa kufuzu katika hatua inayofuata, kwa sababu ni usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Yamefanyika maajabu mengi sana pale Anfield, yamefanyika makubwa mazito pale Anfield. Liverpool wakiwa nyumbani kwao, mtaji wa kwanza ni mashabiki kale kama mtindo kwa kukupa mgongo kale, wakiwa wanashangilia waangalie mpira ndani ya dakika 90. Shuhuda wa hayo ni Lionel Messi. Ikumbuke 2019 alikutana na hicho kitu na alikisema hadharani kuwa hakuna kiwanja kigumu duniani ambacho amewahi kukikanyaga kama Anfield, nyumbani kwa mabingwa cha kuzingatia wa England. Cha kuzingatia miongoni mwa misimu ambayo Anfield kumekuwa hapatishi. Yaani mpinzani anakwenda Anfield akiwa
yani yeye anakuwa katika comfort zone. United ikakota alama ni msimu huu pale Anfield. Yani ukienda tu na mipango iliyokuwa vizuri unaokota alama unaondoka. Bwana, tusisahau kwa hiyo ni ligi ya mabingwa barani Ulaya. Watabiriki na yote yanaweza kutokea maadamu ni vilabu vikubwa, kwa hiyo kila laheri kwa timu zote mbili. Mchezo mwingine ambao tutaugusia ndugu yangu Ridwan ni mchezo ambao unaenda kuwakutanisha sasa two rivals. Hawa watu wamekutana takriban mara 5 ndani ya msimu huu na leo ni mara ya 6. El Cholo Diego Simeone, miongoni mwa walimu watata sana duniani, walimu ambao wana vibe muda wote, anaenda kukutana na Hans Flick nyumbani kwao pale Real Air Metropolitano. Mchezo utakuwa aina gani siku ya leo? Cha kwanza nategemea mchezo mgumu, na mchezo mgumu kwa pande zote mbili, lakini utakuwa mgumu zaidi kwa FC Barcelona. Cha kwanza sababu ambayo inawapelekea Barcelona wawe na mchezo mgumu zaidi, wanahitajika kwanza kurudisha yale magoli ambao wapo nyuma. Tunazungumzia nao tayari Barcelona wako nyuma kwa goli 2. Kwa hiyo ni game ya mwisho. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Barcelona wanahitajika kuwa bora zaidi kwanza katika eneo ambalo wanahitajika kuhakikisha wanauongeza huo ubora. Kwanza ni kuhakikisha wanatengeneza nafasi za kutosha ambazo zitawawezesha kupata magoli, na pia uweza kuwa na defense nzuri zaidi kutokuruhusu goli, kwa sababu wakiconcede goli mtaji wa magoli kwa upande wa Atletico unaongezeka. Na miongoni mwa sehemu ambazo Barcelona wamekuwa wakistruggle ni sehemu ya kudefense, wanaruhusu sana magoli. Yaani Barcelona anaweza kushinda mechi lakini yeye ikawa pia amefanyaje, ameruhusu magoli. Na leo ndio, na leo katika mchezo ambao hawahitajiki kuruhusu goli ni leo, kwa sababu wakiruhusu tu goli tayari game inazidi kuwa ngumu upande wao. Kwa hiyo nategemea Barcelona waweze kufanya kitu bora zaidi kuliko Atletico Madrid, na pia itategemea na wao Atletico wamejiandaa vipi kumkabili Barcelona katika siku ya leo. Barcelona ambayo haina Rafinha kikosini, Barcelona ambayo haina Pau Kubas ambaye alipata red card katika mchezo uliopita wa first leg. Wengi wanasema kwa Barcelona bila Rafinha, Rafael Beloli, kuna namna kama wanapata changamoto hivi katika swala zima la kuweza kutafuta matokeo. Yes, na ni ule mchango ambao Rafinha anautoa anapokuwa kiwanjani. Kwanza unapokuwa na Rafinha kiwanjani anakuhakikishia vitu viwili. Cha kwanza ni utengenezaji wa nafasi, na pili uwezo pia wa yeye kufanyaje, kutumia nafasi ambazo zitatengenezwa na wenzake. Kwa hiyo unakwenda kumkosa mchezaji ambaye ni muhimu zaidi kwenye kikosi. Lakini naamini Barcelona ni timu ambayo ina wachezaji wengi, hata mchezaji ambaye amekuwa akitumika katika hiyo nafasi, namzungumzia Rashford, pia kwa kiasi chake anafanya kitu bora katika hilo eneo. Kwa hiyo nategemea mchezaji au wachezaji wote ambao watatumika katika mchezo wa leo kwa upande wa Barcelona waweze kuipambania beji ya Barcelona, kwa sababu tunazungumzia takriban misimu kadhaa ambayo imepita pasipo Barcelona kuwa na kombe la UEFA Champions League tangu 2015. Unaona hiyo, yani ni muda mrefu, takriban miaka 9 bado hawajafanikiwa kushinda UEFA Champions League. Unaona? Kwa hiyo yani hakuna namna ambayo, na Barcelona wao katika kitu ambacho wanakiamini, yani wakifanikiwa kushinda mchezo wa leo na wakasonga mbele, basi wanaiona nafasi ya wao kwenda finali kutokana na wapinzani ambao wapo ambao wanaweza. Yes, yani wao wanaamini kwamba wakishinda mchezo wa leo basi wana possibility kubwa zaidi ya kucheza finali. Kwa hiyo Barcelona waweze kujipanga vizuri na watoe performance iliyokuwa bora zaidi na wajiandae kikamilifu kumkabili El Cholo. El Cholo na vijana wake wakiamua kukupa game, wanakupa game kweli kweli. Lamine Yamal bwana jana ameweza kutoa kauli katika kile kipengele cha ule muda wa press conference ya wachezaji na waandishi wa habari, mchezaji na kocha kwa waandishi wa habari kuelekea mchezo husika. Lamine alikuwa ametoa signal kwa Diego Simeone kumwambia kama atataka apate hatari zaidi siku ya leo, basi ni kumfanya Lamine Yamal awe individual case, awe case study, means what, awe ni mchezaji ambaye wakutazamwa mno kwa upande wake, kwa sababu Lamine amesema kama anaamini Diego Simeone kwa Barcelona na Yamal, basi kitu kitamuumiza sana siku ya leo. Cha kwanza nafikiri ni mind game tu ambayo Lamine Yamal ameitoa, kwa sababu amejilinda kwa sababu sio kwamba leo ndo mechi ya kwanza Atletico Madrid wanakutana na Barcelona ikiwa na Lamine Yamal. Atletico Madrid wamefanikiwa kupata matokeo
na Lamine Yamal akiwepo kiwanjani. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo ninaamini Diego Simeone anajua kitu gani ambacho anahitajika kwenda kukifanya kuikabili Barcelona ambayo ina Lamine Yamal kiwanjani. Bwana Diego Simeone El Cholo, mwalimu miongoni mwa walimu bora sana, mwalimu ambaye anamhusudu katika soka la kiulinzi, mwalimu ambaye akiamua kumeza shilingi anemeza haswa, akiamua kuingangania maiti huwa anaingangania, iwe inazikwa leo ama inazikwa kesho kutwa. Ila Diego Simeone ni miongoni mwa walimu compact sana, anaaminika kwa soka la kuweza kuzuia ama defensive game. Ni mwalimu ambaye anaamini sana hapo cha kuzuia, hususan pale ambapo anapoona matokeo ya hapo upande wake. Sasa hii leo anaenda kukutana na FC Barcelona, timu ambayo amezoea kucheza nayo sana ndani ya msimu huu. Kama kuna timu ambayo Simeone anaenjoy kukutana nayo katika msimu huu, basi ni FC Barcelona. Wamekutana katika michezo mitano. Michezo hiyo mitano ameshinda michezo miwili na amepoteza michezo mitatu mbele ya FC Barcelona. Leo ni mchezo mwingine, leo ni mchezo wa 6, leo ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, leo ni mchezo wa hatua ya robo finali. Mshindi wa mchezo huu, mshindi wa jumla, anaenda katika hatua ya nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya. Ni Riyadh Air Wanda Metropolitano pale mjini Madrid, Athletic Madrid dhidi ya FC Barcelona. Sasa siku ya kesho pia kuna michezo. Hiyo michezo ya kesho tutaiangaza siku ya kesho hapa Brain Media ndani ya Brain Sports. Langu jina ni Hafiz Naputa. Usisahau kushare, kulike, subscribe na kucomment. Na pia usisahau kubofya kialama cha kengele ili mradi uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu ndani ya Brain Media. Kabla hatujafunga kipindi, ningeomba kukukumbusha kitu ndugu mtazamaji. Katika maisha jaribu kuonesha matokeo, usije kuonesha process. Binadamu wana vingi sana, binadamu wana mengi sana ambayo wanayahusudu ama wanayapanga dhidi yako. Hivyo wewe onesha matokeo, process mwachie Mungu. Alamsiki and wakati mwingine tena. Wekea jezi Morocco, Imbombo ilipo, weka ndani kule. Comes back on. Mudryk.